Hali gani mtazamaji Tambue Sheria TV? Karibu katika wasaa mwingine. Huko nasi timu Tambue Sheria, mtangazaji kiongozi akiwa ni Pastor Anton Obiero. Upande wangu wa kushoto niko na Limbu Mataba. Upande wangu wa kulia niko na Kenneth Venance Filipo. Kwa siku ya leo tunaenda kutazamia moja ya vitu ambavyo watazamaji watakuwa wakijiuliza sana. Je, mwanaume anaweza akabakwa? Na kama anabakwa, sheria inasema nini? Sasa kwa kupata hivi vionjo vyote na kupata elimu zaidi, usikose kufuatilia mpaka mwisho. Naam, Mr. Kennedy. Jamii imekuwa ikijiuliza kama mwanaume anaweza kabakwa. Je, unaweza kutufafanulia ni kwa namna gani inaweza kutokea tendo kama hili, na kama sio hivyo sheria inasemaje? Asante. Kwanza kabisa, kwa sheria yetu ya sasa haitambui kwamba mwanaume anaweza kufanya hivyo vitendo, sababu kupitia sheria ya kanuni ya adhabu sura nambari 16 iliyofanywa marekebisho mwaka 2023 katika kifungu cha 130 kidogo cha kwanza kimeeleza kwamba kimemtambua mwanamke kwamba ndiye anaweza kufanywa hivyo vitendo vya udhalilishaji. Lakini kuna mjadala ambao upo katika jamii kuhusu tukio la ubakaji kwa wanaume. Ni mjadala wa kijamii na sheria. Asante. Sasa labda Mr. Limbu Mataba, tumemsikiza Mr. Kennedy Venance anasema kwamba sheria haitambui. Sasa turudi kwa upande wako. Je, unadhani ni wakati wa sahihi sasa kwa jamii kutambua kwamba mwanaume anaweza kabakwa? Kulingana na ilivyo kwa sasa, naona kabisa ni wakati sahihi jamii itambue kwamba mwanaume anabakwa. Kwa sababu gani? Sheria imekaa kimya, hajatuambia kwamba anabakwa. Yetambulika kwamba anabakwa ni nani? Ni mwanamke. Lakini sasa kwa jamii tunavyoishi, tunaona kuna wamama, tuseme wamama, si ndio hivyo? Kwa lugha sahihi bwana anasema ni mishangazi, si ndio hivyo? Ambao inafanya tendo hilo ama mahusiano au mapenzi na vijana ambao chini ya umri miaka 17, 15 shuka chini huku wanashiriki hilo tendo. Lakini kwa mazingira hayo sio sahihi kwenye taswira ya jamii. Kwa jamii inabidi itambue hili, na wadau sisi kama sawa sheria tuombe tu labda ifanyike amendment ya sheria initiate kwamba mazingira kama haya mwanamke anafanyeje, anabaka, kwa sababu huyu ni kijana. Japo tu sheria saizi iliyopo naangalia penetration kwamba mngizia tu yule mwanamke kwenye maumbile yake ya kike, tayari hapo umeshafanya ubakaji. Lakini sasa ni muda mwafaka kabisa mimi naona jamii kulitambua hili na kulifanyia kazi. Naam. Sasa kama sheria inakuta itambui kwamba mwanaume anaweza kabakwa, labda ni kama sheria itambui katika maamuzi nini sasa kinazingatiwa ili kutoa maybe adhabu, kukomeza vitu kama hivi? Hapo cha kuzingatia ni yale maadili ya jamii. Sababu jamii hiki inaliwa ni tendo baya. Kama ni tendo baya, basi kupitia misingi ya jamii, utamaduni wa jamii husika au jamii yetu ya Tanzania, sisi wa Tanzania tulivyo, hilo ni jambo baya. Unaona? Kama ni jambo baya, adhabu zitolewe. Asante. Ndugu mtazamaji, na mimi nimejifunza vyema. Sasa tunaomba tuombe wito wa mwisho. Mr. Kennedy Venance, wito wako ni upi sasa kwa jamii kuhusiana na matendo kama ya ubakaji ambayo yanadhalilisha jamii, yanapunguza utu na thamani ya mwanamke ama ya jamii yetu kwa ujumla na dhofika? Wito wako ni upi sasa kwa jamii kuhusiana na matendo kama haya? Asante. Wito wangu kwa jamii ni kwa wewe Mtanzania unayetazama hii video, umepata nafasi ya kujifunza sheria zetu za Tanzania. Na kwa kosa kama hili la ubakaji, unapaswa kuwa na uelewa wa hali ya juu, kwa sababu haya matukio yanaanzia kwenye jamii ya chini, inamaanisha kwenye familia zetu. Yapo yanapotokea watu wanaficha kwa vile ni ndugu zao, lakini hiyo inawanyima watu haki zao, na hivyo inamkandamiza mtu. Hivyo ninakuomba utafute maarifa ya sheria, kwa sababu sheria ni kinga, inakusaidia. Asante. Mr. Limbu, karibu nawe pia utupatie wito kwa jamii ili wazidi kujifunza vyema na kuepuka vitendo kama hivi. Wito wangu kwa jamii na mtazamaji wa video hii ni kujitoa kuhakikisha kwamba unafichua haya maovu ambayo yamejificha huko kwenye jamii zetu, huko mtaani, yafichue ili ikawe msaada, ikawe tiba kutokomeza jambo kama hili la ubakaji. Asanteni sana, karibuni katika Itambue Sheria TV. Naam. Ndugu mtazamaji, nafuataje Tambue Sheria, na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nasi, umejifunza vyema. Kwa kwenda kupata taarifa mbalimbali na midahalo mbalimbali ya kisheria, usahau kulike, comment pamoja na subscribe. Alikuwa naye Pastor Anton Obiero na timu nzima ya Tambue Sheria TV. Asante.